بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. أعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia tumeweza kukutana tena katika kipindi chetu hichi, kipindi pendwa kizuri chenye faida cha kupata maarifa kunako dini yetu ya Kiislamu. Ya nne, katika najisi zile 10 tulisema najisi ya 4 ni mzoga, maiti. Mzoga ni wa wanyama, lakini mwanadamu tunaita nani? Maiti. Maiti ya mwanadamu ni najisi. Mwanadamu atakapokufa ukaenda kumgusa hali ya kuwa una unyevunyevu, utakuja kuona namna hii najisi inaweza kuhama kwenda kwenye nini, kitu kingine. Ukamgusa mtu aliyefariki ukiwa na unyevunyevu, mkono wako unanajisika, nguo zako zimelowana, nguo zinanajisika. Kwa nini? Kwa sababu mitatul insanu najisi. Maiti ya mwanadamu nini? Najisi. Je, ni maiti ya mwanadamu tu? La. Wa kullu hayawanin bi nafsin sa'ila, na kila mnyama ambaye damu yake inachupa. Kwa kifupi, upande wa mita kwa mnyama ni kama hukumu ya nani? Ya manii. Inamhusu mnyama yoyote maadama damu inachupa, hata kama ni halali kuliwa. Akifa kibudu, mita yake nini? Ni najisi. Kwa hiyo ng'ombe aliyekufa yule ni najisi. Utakapomgusa una unyevunyevu, unanajisika na wewe. Kwa nini? Lakini halali kuliwa. Naam, wa in kana, hata kama alikuwa ni halali kuliwa, lakini akifa anakuwa ni najisi. Simba haliwi, kwa hiyo yeye angali kuliwa wala kuliwa wala kutokuliwa. Maadama akichinjwa au akikatwa, basi damu yake nani? Inachupa. Kwa hiyo mzoga wa ng'ombe, mzoga wa mbuzi, mzoga wa nguruwe, wa mbwa, wa chui, wa fisi, wa simba, mizoga yote hii ni nini? Najisi. Ukiunganisha na maiti ya mwanadamu najisi. Swali, vipi viungo vilivyokatwa kutoka kwa binadamu au kutoka kwa wanyama? Mwanadamu amepata maradhi, Mungu atuepushe, ikapelekea akakatwa kiungo chake, labda ni mkono au ni mguu, lakini yeye yuko hai, akatwa mkono. Vipi hukumu ya mkono uliokatwa, mguu uliokatwa, au kiungo chochote ambacho kilichokatwa, au nyama imetokea labda inatakiwa apunguziwe nyama fulani toke katika mwili wake, iwekwe pembeni? Ma hukumu hadha hadhihi al-a'dha al-mabani? Ni ipi hukumu ya viungo hivi ambavyo vilivyotengwa? Hukumu ya kiungo kilichotengwa ni kama hukumu ya nini? Ya maiti. Kwa hiyo mkono ule ni najisi, kama ilivyokuwa maiti inakuwa nini? Najisi. Unaweza kaniuliza, Sheikh, kuna viungo lakini vidogo dogo sana. Mfano, ngozi. Kuna wakati mwingine inatokea donda hapa, afu ngozi na nini? Inabaruka, inapanda, inatoka, si ndio? Ngozi imepanda ikatoka, ngozi toka kwenye mwili. Au hapa kukawa kuna donda fulani likatengeneza, baadaye likatengeneza kama kitu fulani likapona, lakini kikatoka kitu ambacho kilikuwa asili yake kwa ni nyama, lakini baadaye kilikauka, kikatoka kwa baadaye kikatengeneza baadaye ukapona. Vipi hukumu ya kile? Haingii katika mabani viungo, au hukumu yake ni nini? Sheria inasema kwamba vitu vilivyojitenga katika mwili
kiasi ambacho vinahesabika havina uhai, kama ngozi, au wakati mwingine ni baada ya kupona kwa donda, kile kinachotoka kwa juu. Wa in kana min mabani aljism, hata kama ni katika vitu vilivyotoka katika nini, katika mwili, lakini hukumu yake ni tahir. Vile vitu ni tahir. Kwa ngozi ambayo inatoka kwenye mwili, hukumu yake ni tahir, hata kama imetoka kwa binadamu, kwa hakuna shida yoyote. Vipi viungo ambavyo la hayata la, havina uhai? Kucha ni sehemu ya kiungo cha binadamu. Kucha, nywele ni sehemu ya kiungo cha binadamu, kwa aina zote za nywele. Vipi hukumu yake pindi ambapo zitatenganishwa nani na mwili? Hakuna shida, hakuna shida yoyote. Na hii sio binadamu tu, mnyama, mapembe. Vipi hukumu ya mapembe kwa mnyama? Hakuna shida, hakuna shida yoyote. Kwa hiyo mapembe yake yanakuwa nini? Ni halali, yani ukiagusa huvuti najisi. Kwato la hayata lahu, ni viungo visiokuwa nani na uhai, kwa hakuna shida yoyote. Sufu ya kondoo au nini aliyekufa haina shida yoyote. Kwa hiyo inawezekana kondoo wako kafa, lakini kafa na sufu yake. Je, naweza nikaitoa? Hakuna shida yoyote, unaweza ukatoa sufu yako. Kondoo yuko hai, nikatengenesha nini kondoo na sufu. Vipi hukumu ya sufu ambayo imetoka? Naam, si katika viungo vya mnyama huyu almabani, naam, lakini ni katika mabani la hayata lahu, ni katika vilivyotengwa lakini havina nini, havina uhai. Kwa hukumu yake ni tahiri na hakuna shida yoyote. Kwa sufu iliyotenganishwa kutoka kwa nani? Kwa wanyama, au sawasawa wawe naliwa au hawaliwi, sufu ile hakuna shida, hakuna shida yoyote.